Hawajawahi kushiriki zoezi yale ya mwanzoni watapata fursa ya kusajiliwa katika levo ya kata. Lakini pia tunatambua wapo wananchi ambao walishiriki mazoezi ya awali lakini mpaka sasa hawajapata namba za NIDA. Pia tutakuwepo hapa kwa ajili ya kutatua changamoto zile zilizojitokeza awali mpaka zikasababisha kukosa namba zao za NIDA. Sasa ili uweze kusajiliwa katika mfumo wa level ya kata au kijiji, utaratibu unakuwa kidogo umelegezwa, sio sawa na ule ambao tuko kule ofisini. Kwa huku kwa wale ambao wamezaliwa mwaka 80 mpaka 2000 sio lazima uwe na cheti cha kuzaliwa. Sawa jamani? Ili mradi uwe na kiambata chochote ambacho kitakuwa na majina yako na tarehe, mwezi na mwaka. Sawa? Lakini kama umesoma pia na nyaraka za shule unazo, utaambatanisha kwa sababu zinatusaidia kuhakiki taarifa. Sawa? Lakini tunajua kati yetu wapo wazazi wetu ambao pia walishapata namba za NIDA. Kwa hiyo pia unaweza ukaweka namba ya NIDA ya mzazi. Kama hana mzazi, kwa sababu naye atakuwepo hapa, tutamsajili na wewe pia utasajiliwa bila kuwa na namba ya NIDA ya mzazi. Sawa? Lakini wapo wazee wetu waliozaliwa mwaka 79 mpaka 40 huku, 60, 50, 40, 30. Wale hata wasipoweka viambata, kuna fomu zetu maalum tutawapa, tunaita fomu namba 7 kwa wazee wote ambao wana uchache wa nyaraka. Sawa jamani? Kwa jambo la kwanza, utajaza fomu ya NIDA, utaipitisha kwa mtendaji wa kijiji au mwenyekiti wa kijiji. Mtendaji wa kijiji atasaini fomu ya NIDA namba 60 pamoja na kukupa barua ya utambulisho. Sawa? Baada ya hapo utaambatanisha na kiambatanisho chochote ambayo kina majina yako. Usije ukaweka kadi ya mpiga kura ya mzazi wako wakati wewe siye mzazi. Sawa? Kile ambacho kinaendana na ulichokijaza kwenye fomu ya NIDA. Baada ya hapo kutakuwepo na afisa uhamiaji. Utapita kwenye dawati lake, atakuhoji. Sawa? Baada ya hapo kutakuwa na afisa mmoja kutoka serikali ya kijiji ambaye kazi yake ni kupitia taarifa zako na kuhakiki kwenye orodha yenye changamoto. Je, ulishawahi kupigwa mara ya kwanza? Kama ulipigwa na ukawepo kwenye ile orodha, wewe kwa hapa hautopigwa tena picha. Sawa? Tutaandika ile namba, file namba, fomu tutaweka pembeni, tutaenda kuifanyia kazi kutatua ile changamoto yako iliyojitokeza awali. Kama kwenye orodha ile ya matatizo hautokuwepo, utaenda kwenye dawati la wapigaji picha, utapigwa picha na utasubiria namba yako. Sawa? Ombi langu kwenu, kuanzia wazee mpaka vijana wenzangu, mfumo wa NIDA sasa hivi umebadilika kidogo. NIDA tumeingia mikataba au tumesaini mikataba na mataifa makubwa ya nje, haswa kwenye level ya kutunza taarifa za mtu mmoja mmoja, kwa sababu taarifa za mtu ni siri. Sawa? Kwa hiyo ni lazima unapojaza fomu ya NIDA uweke namba yako ya simu. Kama una namba ya simu, weka hata ya mzazi, weka hata ya mtu wako wa karibu. Ili sisi tukichakata taarifa, namba ya NIDA inatumwa moja kwa moja kwenye simu yako. Na ukishapata sasa ile namba ya NIDA na unajijua kabisa hii namba hii mimi sijaisajili kwa NIDA yangu, sajili line nyingine ya simu kwa kutumia namba yako uliyoipata, ili kitambulisho kinapokuja kikisomeshwa kwenye message jumuishi uweze kupata taarifa ya kuja kuchukua kitambulisho chako. Sawa? Mfumo wa zamani wa kuleta namba za NIDA kwenye level za kijiji, kata, kuleta vitambulisho umesitishwa kulingana na utunzaji wa siri za taarifa za wateja.